Sawa, na shukuru kuwa nanyi watangazaji habari muda kama na huu. Mimi ni Stratege na Mugamba, niko nahusika na upashaji habari kwa mseto wa Biloze Bishamuke. Ni kundi la vijana ambao waliweza kuchukua silaha katika hali ya kupiganisha adui wa Kongo. Kila yeyote ambaye alishika silaha ili kutaka kugeuza institution zenye zilichaguliwa, kwa kweli sisi atatukuta kwenye opposition yake, hatutamkubalia. Tunachukua fursa hii watangazaji habari ili kuwajuza kuhusu hali ambayo inapitikana kwa sasa kwenye nyanja za juu za tarafa la Uvira, Mwenga na Fizi, hususan kwenye kijiji cha Minembwe na kile cha Mikenge ambako Force d'autodefense Biloze Bishamuke na walie wake wakishirikiana na jeshi la taifa FARDC walianzisha mashambulizi ili kuweza kuwafyeka maadui wa Kongo. Maadui wa Kongo kwenye maeneo hayo ni wale wa Twirwaneho wanaopiganisha jeshi la taifa na ambao waliweza kujiunga tayari na magaidi wa M23. Mapambano iliweza kuanza hiyo siku ya tatu tarehe 20 Machi mwaka wa 2025 na yalianzia kwenye ngome, vituo kabambi vya magaidi hao wa Twirwaneho. Vituo hivyo ni kama vile Kakangara, ni kama vile Muliza, ni kama vile Kakenge, ni kama vile Kawela, ni kama vile Kivumu, ni kama vile Natulongi, ni kama vile Kabingu, Kamimbi. Hiyo ni mavituo vya magaidi wa Twirwaneho ambao walikuwa tayari wamejiwekea katika hali ya kukosesha raia usalama. Na tukiwa kwenye tarafa la Mwenga huko Kipupu, wazalendo pamoja na FARDC walianzisha mashambulizi nao pia huko kwenye maeneo ya Ngezi ya kwanza na Ngezi ya pili na kijiji cha Bilalombili, Mikenge na pembezoni mwa Kipupu. Lengo ni kuweza kutafuta amani kwenye maeneo hayo. Amani itapatikana ni katika hali ya kusaka wale magaidi, kuwafyeka, kuwafukuzia mbali kila yoyote ambaye alishika silaha ili kuweza kupingana na serikali ya Kongo. Bwana mtangazaji, nitakukumbusha kwamba nchi ya Kongo ina katiba. Kila yoyote ambaye anaona kama uongozi wa nchi haukumfurahisha hairuhusiwi kushika silaha, sababu kushika silaha kuna madhara mengi. Kwa sasa kwenye nyanja za juu watoto hawasomi, walimaji hawafanyi kazi zao kama kawaida, wachuruzi hawafanyi kazi zao kama kawaida, ni kwa sababu ya ile milio ya risasi. Lakini kila mwenye anaona kama anaweza akapingana na serikali, katiba iko wazi. Katiba iko wazi, anasubiri uchaguzi uje, naye atagombea kama makandideti wengine na ataondosha utawala wenye uko madarakani, lakini hapana kutumia silaha ili kwamba kugeuza serikali yenye iko. Silaha ina madhara mengi, inasababisha watu wengi kuyahama makazi yao, watu wengi kufa na mali ya raia inaporwa kiolela. Ndio maana tunakuwa tukisikia mara kwa mara inasemekana kwamba mapambano ambayo mnaendelea kuyafanya huko kwenye nyanja za juu inalenga kabila fulani. Hizo habari nyinyi mnasemaje upande wa Biloze Bishamuke? Bwana mtangazaji, hizo ni habari za uongo, ni habari za uzushi. Unajua wale ambao wanasema hivyo ni wale wanaunga mkono magaidi, wale ambao wanaendelea kutoa pesa ili kuwapatia wale magaidi, wanawauzia chakula na katika kutafuta kugeuza serikali kupitia silaha. Ndio wanasema kama mashambulizi ya FARDC na ya serikali na ya jeshi la Kongo yanalenga kabila fulani. Kwa kweli hatulengi kabila, tunalenga adui wa Kongo. Kokote adui wa Kongo atakuwa, akuwe kaburini, akuwe ndani ya maji, akuwe angani, akuwe hewani, kokote atasakwa na watampurusha. Na raia wa Kongo atafurahia kuona jinsi serikali ya Kongo kupitia jeshi la taifa wakishirikiana na Biloze Bishamuke na makundi mengine yenye kumiliki silaha watafukuza adui na kila raia atafanya kazi yake kama kawaida. Kwa leo ni vijiji gani ambavyo mnapambana kwa sasa na
wanani wanadhibiti hizo vijiji? Ndiyo, kwa sasa mapambano yalianza kwenye kijiji cha Mihanga na wanajeshi wa FARDC wakishirikiana na wazalendo walikuja hapo ili kuamba kufukuza magaidi wa Twirwaneho wanaoshirikiana na M23. Walikuwa wanashikilia hiyo maeneo, lakini kwa sasa wamekwisha wafurusha. FARDC haina mchezo bwana. FARDC ilikuja katika hali ya kutia ordre, kutafuta nafasi ili kwamba kila raia aweze kufanya kazi yake. Kwa sasa na kuahidi bwana mtangazaji, mnamo dakika chache tu tutakuita kukuarifu kama Minembwe tayari iko mumikono ya jeshi la taifa na mumikono ya wazalendo, kwa kuwa operation ambayo inaendeshwa kwa sasa ni operation kabisa ya kijeshi na inaendeshwa katika heshima ya haki za kibinadamu. Wanaheshimu binadamu, wanaheshimu kila mtu, hawalengi kabila yoyote, wanalenga adui wa Kongo. Kwa sasa nyinyi watu wa Biloze Bishambuke, muna ujumbe gani kwa raia wa Fizi, Mwenga na Uvira ambao wanapitia kwa leo vita ambayo inakuwa ikisukumwa na nchi ya Rwanda? Leo tunaona Bukavu wanadhibiti maeneo mengine, wanatishia kuja huku maeneo ya Uvira. Je, jeshi lenu la Biloze Bishambuke munajitahidi na nyinyi ama muko kwenye shamba la mapambano na wengine? Bwana mtangazaji, nitakueleza kwamba Biloze Bishambuke iliundwa kikatiba katika hali ya kusaidia serikali ya Kongo kuweza kudhibiti maeneo yote na kupingana na wale ambao walikuwa na nia ya kutaka kugawa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa Biloze Bishambuke haiko tu mho plateau ya tarafa la Fizi, wanapatikana pia hapo Nyangezi, Katogota, Kaziba, wanachangamana na wazalendo wengine katika hali ya kusaka ule adui ambaye anajinua, ambaye anataka kugawa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe kwa raia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba wote waunge mkono jeshi la taifa ili kwamba usalama uweze kurudia. Unajua, na mnatoa ujumbe gani kuna habari zinasemekana kama kuna wazalendo wamoja wamejiunga na M23. Nyinyi mnasema nini kuhusu hizo habari? Hakuna wazalendo wanajiunga na M23, ila kuna watu fulani ambao adui ana mbinu nyingi anazitumia kwa kudanganya watu fulani. Kuna watu fulani ambao wanadanganyika kisha wanajiunga na M23, lakini ule ambayo unadhani ni mzalendo ni mtu mmoja alijiunga na M23, kisha kundi ambalo alikuwa analiongoza watu wote walikimbia wakakuja kwenye serikali, wakajiunga na wazalendo wengine wenye wangali na nia ya kupambana kwa ajili ya Kongo, kwa ajili ya kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wale wenye wangali na nia ya kupiga Rwanda ili kwamba uvamizi ambao tunawisi sasa uweze kukoma. Tunakushukuru.